Usiku ulifika. Neema alikaa ndani, taa zote zikiwa zimewashwa. Moyo wake ulikuwa unadunda. Na kama kawaida, hatua zilianza. Zikasogea mpaka mlangoni. Kisha mlango uligongwa. Neema. Sauti ilimuita. Ilikuwa sauti ya mama yake. Neema alishtuka. Mama alisema. Sauti ile ikasema, "Mama, nimerudi. Fungua mlango." Neema alisimama. Alitaka kufungua, lakini akakumbuka maneno ya mzee Omari. "Usifungue mlango." "Mama, ukoje?" aliuliza kwa sauti ya hofu. Sauti ilijibu, "Fungua kwanza. Ni baridi." Neema alihisi machozi yakimtiririka, lakini hakufungua. Ghafla, sauti ilibadilika. Ikawa nzito, ya kutisha, ikisema, "Fungua." Mlango ulianza kutikisika kwa nguvu, kama kitu kinajaribu kuvunja. Neema alipiga kelele. Usiku ulikuwa kimya sana katika kijiji cha mlimani. Mwezi ulikuwa umejificha nyuma ya mawingu mazito na giza lilitanda kila kona. Nyumba zilikuwa zimefungwa, taa nyingi zikiwa zimezimwa mapema kama ilivyokuwa kawaida kwa wakazi wa kijiji hicho. Lakini si kila mtu alikuwa amelala. Kulikuwa na nyumba moja pembezoni mwa kijiji, nyumba ya zamani iliyojengwa kwa matofali ya udongo. Watu waliita nyumba ya kimya. Hakuna aliyependa kupita karibu nayo usiku. Walikuwa wakisema kuna kitu kinaishi humo. Ndani ya kijiji hicho aliishi msichana mmoja aitwaye Neema. Neema alikuwa anaishi peke yake baada ya wazazi wake kuhamia mjini. Alikuwa jasiri na hakupenda kuamini mambo ya ushirikina. Watu walimwambia mara nyingi, usikaribie ile nyumba. Lakini Neema alikuwa anacheka tu. Ni hadithi za kuogopesha watoto, alisema. Siku moja mchana, Neema alikuwa anarudi nyumbani akitoka sokoni. Alipita karibu na ile nyumba, mlango ulikuwa wazi kidogo. Alisimama. Alitazama ndani. Giza. Kimya. Lakini ghafla alisikia sauti ikisema, "Karibu." Neema alishtuka, alitazama huku na kule. Hakukuwa na mtu. Alijichekesha. Labda ni upepo, alisema. Lakini moyoni alihisi kitu si cha kawaida. Usiku huo Neema alijaribu kulala, lakini usingizi haukuja. Alikuwa anasikia sauti ndogo kama mtu anatembea nje ya nyumba yake. Hatua polepole pole. Alikaa kitandani akisikiliza. Hatua zilisogea karibu na dirisha, kisha zikakoma kimya. Neema alimeza mate. "Ni nani?" aliuliza kwa sauti ya chini. Hakuna jibu. Ghafla dirisha liligongwa kwa nguvu. Neema alipiga kelele kidogo. Alijifunika shuka, moyo wake ukidunda kwa kasi. Baada ya sekunde chache kimya kilirudi. Asubuhi ilipofika, Neema aliamka akiwa na hofu kidogo, lakini alijituliza. Ni mawazo tu, alijiambia. Aliendelea na maisha yake. Lakini usiku ulipofika tena, sauti zilianza tena. Hatua nje ya nyumba. Safari hii zilifika mlangoni, na mlango ukagongwa polepole, kama mtu anayesubiri kufunguliwa. Neema alisogea taratibu. "Ni nani?" aliuliza. Kimya. Lakini ghafla, sauti ilisikika nyuma yake. "Niko hapa." Neema aligeuka kwa haraka. Hakuna mtu, lakini alihisi pumzi baridi shingoni. Usiku huo hakulala kabisa. Siku zilizofuata mambo yalizidi kuwa mabaya.
Vyombo vilianza kusogea vyenyewe, milango kufunguka bila sababu. Na kila usiku ile sauti ilikuja ikisema, niko hapa. Alimwambia jirani yake mzee aitwaye Mzee Omari. Mzee alimsikiliza kimya. Kisha akasema kwa sauti nzito, ulipita kwenye ile nyumba, si ndio? Neema alinyamaza. Kuna kitu kilikufuata, mzee alisema, na sasa hakitaondoka kirahisi. Neema alianza kulia akisema, nifanye nini? Mzee alimtazama kwa makini, akamwambia, usifungue mlango usiku, hata ukisikia nini. Usiku ulifika. Neema alikaa ndani, taa zote zikiwa zimewashwa. Moyo wake ulikuwa unadunda, na kama kawaida, hatua zilianza. Zikasogea mpaka mlangoni. Kisha mlango uligongwa. Neema. Sauti ilimuita. Ilikuwa sauti ya mama yake. Neema alishtuka. Mama alisema. Sauti ile ikasema, mama, nimerudi. Fungua mlango. Neema alisimama. Alitaka kufungua, lakini akakumbuka maneno ya Mzee Omari. Usifungue mlango. Mama, ukoje? Aliuliza kwa sauti ya hofu. Sauti ilijibu, fungua kwanza, ni baridi. Neema alihisi machozi yakimtiririka, lakini hakufungua. Ghafla, sauti ilibadilika, ikawa nzito, ya kutisha, ikisema, fungua. Mlango ulianza kutikisika kwa nguvu, kama kitu kinajaribu kuvunja. Neema alipiga kelele, kisha kimya tena. Dakika chache baadaye, Neema alisikia sauti dirishani. Aligeuka polepole, na hapo aliona uso ukiwa umebandikwa kwenye kioo, macho meusi, mdomo umechanika, ile sura aliyoiona karibu na ile nyumba. Nilikuona, ile sauti ilinong'ona, na sasa wewe ni wangu. Neema alijibana kona ya chumba, macho yake yakiwa yamejaa machozi, mwili wake ukitetemeka. Mlango ulianza kufunguka polepole, kwa sauti ya kutisha. Upepo mkali uliingia ndani, taa ikaanza kuzima na kuwaka, na hapo kivuli kiliingia ndani ya chumba, taratibu, kikielekea upande wake. Neema alipiga kelele kwa nguvu. Kisha kila kitu kikawa kimya, kimya cha kutisha. Asubuhi ilipofika, watu wa kijiji walikusanyika mbele ya ile nyumba. Mlango ulikuwa wazi, lakini Neema hakuonekana tena. Kilichobaki tu ni shuka lake, limeanguka sakafuni, na hadi leo watu wanasema, usiku ukifika, sauti ya Neema bado inasikika ndani ya ile nyumba, ikiita kwa sauti ya chini, usifungue mlango. Funzo katika hadithi hii: kuna mambo ambayo si ya kawaida. Si kila sauti inahitaji kujibiwa, na si kila mlango unapaswa kufunguliwa. Wakati mwingine hofu ni onyo, na kusikiliza hisia zako kunaweza kukuokoa. Usikaribishe watu usiowajua kwenye maisha yako, kwa sababu si kila anayegonga mlango wako anakuja kwa nia njema. Moyo wako ukikuonesha hofu, usipuuzie. Ukiona dalili za hatari katika maisha yako, chukua hatua mapema. Usije ukawa kama Neema, aliyechelewa kuelewa, na wakati huo alikuwa tayari amechelewa. Kama umeipenda hadithi hii, usisahau kulaiki video hii. Andika maoni yako kwenye comment. Tuambie wewe ungefanya nini kama ungekuwa Neema.
Pia usisahau kusubscribe kwenye channel hii ili kuweza kupata hadithi nyingine kali zaidi za kutisha na kusisimua. Pia bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata simulizi mpya. Asante kwa kutazama. Na kumbuka, usiku ukisikia mlango ukigongwa, tafadhali usifungue.